Kikosi cha zimamoto na uokozi Zanzibar kimefanikiwa kuzima moto mkubwa uliotokea kwenye nyumba moja inayomilikiwa na Yasser Mohamed Jussa iliyopo Kiembe Samaki, wilaya Magharibi B. Tukio hilo limetokea majira saa 3:20 asubuhi na kusababisha hasara ya kuungua kwa baadhi ya vitu kadhaa vilivyomo ndani ya nyumba hiyo. Kikosi cha zimamoto na uokozi kimefika eneo la tukio na kufanikiwa kuzima moto huo kwa mashirikiano ya kituo cha zimamoto mjini, Wanakwerekwe pamoja na uwanja wa ndege. Akizungumza juu ya tukio hilo na hatua walizozichukua mara tu baada ya kupata taarifa, Staff Sergeant wa kituo cha zimamoto Wanakwerekwe Juma Haji Mwinyi Kombo amesema hatua tuliochukua ni kutoa gari kituoni kufika katika eneo la tukio. Tumefanikiwa kutoa nafikiri unaona mafriji, magodoro, masofa na vitu vingine vidogo vidogo ambavyo tayari tumevikabidhisha kwa wahusika. Staff Sergeant Juma amewataka wananchi kuweka miundombinu bora ya ujenzi ili kuwawezesha kufika katika matukio kwa wakati na kufanya kazi kwa ufanisi. Tunapojenga nyumba na siku zote tunashauri, tunatoa maelekezo kwamba nyumba zisibanwe kiasi kwamba tunakosa nafasi hata ya kuweza kupumua au hewa kuweza kutembea katika maeneo ya makazi yetu. Unakuta nyumba inabinywa kiasi kwamba inakosa nafasi hata ile ndogo. Sasa hili kidogo linakuwa ni tatizo kwa sababu tunapata nafasi ya kurundika vitu vingi, lakini kama nyumba yetu itakuwa ina nafasi nzuri, basi vitu vyetu tutakuwa tunaweka katika nafasi za kuenea na hewa itapata kupita. Mabarabarani, magari, hichi ni kitu ambacho tunakipigia kelele. Inafika wakati mtu anasikia alarm, anasikia anaona beacon lakini anashindwa kupa nafasi wa zimamoto tukawahi katika eneo la tukio. Hili jamii nayo waweze kuichukulia hatua. Kama jamii basi tushirikiane kwa ujumla. Sheikh wa Shehia Mbweni Hassan Mohamed Mataka amekishukuru kikosi cha zimamoto kufika kwa wakati na kuweza kudhibiti moto huo ili usiweze kuleta madhara zaidi. Kwa hiyo tunawatoa wito kwa wananchi tujaribu sana kutengeneza nyumba zetu, tusizidishe popote ili gari za fire zifike pahala husika. Jitihada zilizokuwepo ni kubwa sana za wenyewe watu wa fire na wananchi kwa ujumla, lazima wafanye jitihada kubwa sana kusave kwenye moto huo kwa sababu usiendelee kwenye sehemu nyingine. Na shuhuda tukio hilo Abdullah Muhammad Dadi ambaye ni mmoja wa wanafamilia wa nyumba hiyo anaelezea zaidi juu ya tukio hilo lilivyotokezea na hatua alizozichukua. Nilikuja kugongewa asubuhi kama kuna moto. Nikakuja nikamchukua kijana mmoja anashindwa kutoka, ikabidi ndio pambana naye kumtoa. Lakini walijitahidi sana isipokuwa ni changamoto tu za njia zilizokuwa, lakini walijitahidi sana sababu walipitia pande mbili tofauti na aliweza kupambana. Alhamdulillah walifanikiwa. Walijitahidi sana kwa sababu bila hivyo ilikuwa ni hali mbaya sana kwa sababu nyumba ni zaidi ya 2 au 3 zinategemeana. Kuna nyumba ambayo imeungua, kuna pembeni yake hapo unaona, kuna chumba ambacho nakaa mimi, kuna gym, kuna ofisi juu ya tours. Kwa hiyo ingekuwa ni hali moja mbaya sana, lakini wamejitahidi sana. Chanzo cha moto huo kinasadikiwa kuwa ni hitilafu ya umeme na thamani halisi ya tukio hilo halikuweza kujulikana kwa wakati huo. Nikiripoti la Fatim Mohamed.